Naam wanafunzi, na siku ya leo mwalimu wenu wa Kiswahili ashakuja hapa ambapo nataka tuweze kuwa na unyanduzi asubuhi nataka tufanye ile hali ya unyanduzi. Najua wengine wenyu wamelala, lakini hilo sio hoja. Mimi nimewaamsha tufanye unyanduzi wa hili neno Naivasha. Naivasha. Watu wengi wakaniuliza, mwalimu, mbona huongelelei hili neno Naivasha? Nikamwambia kama mwalimu wako kwa Kiswahili asubuhi lazima niwaamshe mapema kabla muamke. Niwaamshe niwaambie, amkeni tunyandue, tufanye ile hali ya unyanduzi wa hili neno Naivasha. Naivasha katoka wapi? Hawa ni watu wa Central Kenya, walileta hii after wameweka ile kitu inaitagwa Naivas. So walikuwa wanatuuzia vitu indirect, wanatuuzia vitu kama hatutaki kununua, wakaleta Naivasha. Na ningetaka tuweze kuwa na hali ya utanganuzi, mnyambuliko wa hili neno Naivasha. Na kitu la kwanza kutoka neno la Naivasha tunapata neno valisha. Valisha. Tunapata neno valisha, kitenzi valisha, kitenzi valisha. Mwanaume uko pale na umejitayarisha kwenda Naivasha. Tafadhali na kuomba, kitu ya kwanza, mwanamke wako kama ni wa Central, usitake atoke venye alikuwa melala. Ukimwambia jivalishe yeye mwenyewe, atatoka na nguo za kulala. Mvalishe, usiende kuaibika kule Naivasha. Naomba mvalishe wewe mwenyewe. Uone wazungu wenye wako huko wakimuona wakuangalia, mnapelekana tafadhali. Na hapa nikiongelelea mambo nasema sio bibi. Wengi wenu hawataki kupeleka bibi Naivasha. Mwalimu wenu anaelewa yale. Lakini ukitaka kumpeleka, valisha yeye kwanza, asiende kuchoma picha. Neno la pili, uchanganuzi wa pili ya neno Naivasha ni visha. 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 Visha na valisha ni vitu mbili different. Watu wenye wako Kileleshwa wanavisha. Watu wengine barabara Kiabuke Nogi wanavalisha. Naomba umvishe tafadhali. Visha mkeo. Visha kile kidosho. Visha yeye. Si kumvalisha kaptura ako hapo na kile kikofia, alafu aende na sengenge ni ng'ombe katika t-shirt yake. Visha ule mwanamke. Kitu ya tatu, naomba ukishamvisha, kuna kitu ya maana sana tunaweza nyandua kutoka neno Naivasha, ni Naivas. Umeshakomboa gari yako, umeshanunua mafuta ya gari umeweka, umeshamvisha, tafadhali epukana na Naivas yote kwa barabara. Msikawahi ingia kwa Naivas kwa barabara. Huyu msichana atanyonya ile pesa uko nayo. Umeshamvisha, na sasa nataka anyonye pesa kwa Naivas. Atafanya shopping mpaka ya next month. Don't ever ingia kwa Naivas mkienda Naivasha. Neno la nne, ili muende mkapumzike. Ukishafanya haya maneno yote umeshafanya. Mkishafika Naivasha, Naivasha ni hali ya kunyesha. Nyesha. Naivasha kuna unyevunyevu, kuna nyesha. Naivasha ni mahali pa kunyesha. Lakini sitaki tuongelelea hii kunyesha ya Naivasha. Ukishamnunulia hizo nguo zote, umekomboa mpaka gari, na unajua iko na turbo inakunywa mafuta ya 550,000. Mkisha huko, msichana wako anakuambia, babe, ninanyesha. Babe, ninanyesha. Akishakwambia hili, kama mwanaume wafanya nini? Umeenda gharama ya 200,000 kumfikisha hapo, na sio bibi yako. Kitu ya tano ndio tutaangalia, what are you going to do? Unavurusha. Unavurusha. Vuruga mwanaume. Vuruga. Okay, unanyesha. Nifanye nini? Hiyo ni nature. Mimi kama mwanaume nafaa kukusaidia aje? Niko na mwavuri. Ulikuwa unajua unanyesha nikinunua hizi vitu zote? Gharama yangu ya mwaka mzima umenyonya na siku mbili, alafu babe, ninanyesha. What are you going to do kama mwanaume? Vuruga. Gongeshana hizo gari zote. Wacha kila watu wasimame waangalie nyinyi. Kama mko kwa hoteli, chukua vikombe angusha huko chini. Na uanze kudhurata, utajiua. Mpaka CCTV zote na watu wote wa radio na TV na Kameme na Inoro na CNN na Citizen wakuje hapo. Wakikukava, wakifanya cover up ya hiyo kitendo, mwanamke wako atasikia haya. Akishasikia haya,
atastop hii mambo, hii atastop na ataweza kukukabidhi haki yako. Mambo ya mwisho, ukishavuruga, kuna kitu ya 6 hapa, kitenzi cha 6. Umeshavunja, umevunja. Vunja limetoka katika hili kitenzi Naivasha. Vunja ni nini? Kumbuka bibi yako ako kwa TV nyumbani, anaona haya mambo yote kwa TV. Citizen hawezi nyamaza ukivuruga. Hakuna mtu anaweza nyamaza. Hata sisi tutakuweka kwa status ati mlienda na bibi Naivasha. Mlienda na bibi Naivasha, alafu ukifika huko anasema ananyesha. Tutakuweka sisi kwa mtandao. Utakuwa my status. In fact, utakuwa profile picture yetu ya Facebook. So bibi yako atakuona na umevunja ndoa. Umeshaweza kuwa na hali ya kuvunja ndoa. Ndoa lako limevunjika kwa sababu umeshavurusha. Mambo yakifika hapa, namba 7, washa. Hili liko katika kitenzi nomino cha Naivasha. Washa. Umefika nyumbani, unawasha. Mimi hayo sijui, huyo msichana simjui, sijawahi muona. Washa. Hizo TV zinanionea. Hawa ni watu wanataka kuharibu my career. I was not in Naivasha. Nilikuwa nimeenda kazi Mombasa. I was not the one in Naivasha. Bibi yako mwambie haukuonekana kwa TV. It was not you. Washa. Ruka hiyo gori. Na ukifanya haya mambo yote, utakuwa satisfied. Na ukishakuwa satisfied, utakuwa satisfied na mambo yote, uende Naivasha na urudi, alafu upitia kwa certified home, na sisi tukupatie makao, ulale, ndio uweze kwenda kesho, mambo ikuwe sababu. Sasa nitaweza kuwa na kuachia homework yenu. Mkienda nyumbani, tafadhali mkishaenda nyumbani, namba 8, mkienda nyumbani, muende make sure mumeenda mkiwasha, mnaenda mkiasha yale maneno ambayo yote tumeweza kunyambua, yani hali ya kunyambua ubagaivi yani na unyanduzi wa ile neno Naivasha. Naelewa nyinyi wote mmenyandua asubuhi, mmenyandua hii neno Naivasha. Mimi ni mwalimu wenu wa Kiswahili. Asante.